Kwa majina naitwa Irene Kimirei, ni afisa lishe katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Siku hii ya leo napenda kuongelea fast food kwa sababu kumekuwa na wimbi kubwa la matumizi ya fast food katika jamii yetu. Hivi fast food mfano wake burger, pizza, loaded chips. Hizi loaded chips zinakuaje? Chips inatengenezwa na sauces nyingi, nyama nyingi, sausage nyingi, na hivyo vyakula vimetengenezwa vina chumvi nyingi, mafuta mengi na sukari nyingi. Fast food ni vyakula vinavyotengenezwa kwa haraka, vinapikwa kwa haraka na pia huhudumiwa kwa haraka. Na ina athari katika mwili. Ni kwa sababu gani? Fast food inavyotengenezwa hutumia nafaka zilizokobolewa, ina mafuta mengi kama nilivyosema, chumvi nyingi na sukari nyingi, na hiyo huleta athari katika afya kwenye jamii yetu. Siku ya leo ningependa kuzungumzia madhara yanayotokana na ulaji wa fast food kwa wingi. Na madhara hayo ni kama ya kwanza, ongezeko wa uzito na kufanya mtu awe na uzito mkubwa. Hiyo ni kwa sababu gani? Fast food kama nilivyosema inatengenezwa na mafuta mengi, chumvi nyingi na sukari nyingi, na pia nafaka ambazo zimekobolewa. Sasa mafuta ni chakula mojawapo ambayo kina calories nyingi. Ukiangalia kwenye makundi 6 ya vyakula, yenyewe tu gramu moja inakupa kilocalories 9. Sasa mafuta yanayotumika kutengeneza hivi fast food, kukaanga chipsi au kutengeneza hizo pizza, mafuta yanayotumika yote hayo yanafanya mtu anapata ongezeko mkubwa kwa sababu anakula calories nyingi. Na hivi tuna tabia ubwete sasa hivi, hatufanyi mazoezi baada ya kupata mlo au kabla au kiuhalisia kwenye maisha, basi inapelekea mtu anaongezeka, anakuwa na uzito mkubwa. Athari nyingine ni kuongezeka magonjwa au matatizo ya moyo. Hiyo ni kwa sababu gani? Hivi vyakula vya fast food vinakuwa na mafuta mengi, inakuwa na chumvi nyingi, inakuwa na sukari nyingi, hivyo huongeza lehemu mbaya ndani ya mwili au cholesterol ndani ya mwili, ambayo inaleta matatizo katika mioyo yetu. Kwa hiyo ni mojawapo ya athari. Athari nyingine mojawapo huongeza athari ya kuongezeka kwa magonjwa kutokuambukiza. Hiyo ni imekuwa mojawapo ya tatizo katika jamii yetu. Yamekuja kwa kasi sana. Magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, hiyo yanaongezeka kwa sababu ya milo tunayokula, ikiwemo mojawapo fast food. Na hii fast food inakuaje? Inafanya kuongezeka kwa magonjwa kutokuambukiza. Utumiaji wa vyakula ambavyo vina sukari nyingi, nafaka ambazo zimekobolewa, yenye chumvi nyingi na mafuta mengi. Hivi kula vyakula hivi yenye sukari nyingi unaongeza sukari kwenye damu na baadaye hupelekea mtu kuwa na sukari kile cha pili. Athari nyingine ni matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ni kwa sababu gani? Fast food hazina makapimlo. Ina makapimlo kwa uchache sana. Ni kwa sababu gani? Nafaka zinazotumika kutengeneza fast food zimekobolewa, na hivyo kukosekana kwa makapimlo. Sasa unapokosekana makapimlo, wale wadudu wazuri katika tumbo wanaosaidia katika mmeng'enyo, unaonyoa wanakosa nini cha kumeng'enya, ndio mtu anapata kufunga choo au anapata gesi tumboni. Sasa fast food haina hizi dietary fiber kwa lugha ya wageni, au haina makapimlo. Athari nyingine ni kudhoofisha kinga ya mwili. Kwa nini kudhoofisha kinga ya mwili? Kwa sababu fast food vinavyotengenezwa kama nilivyosema kwa haraka, lakini inatumia joto kubwa. Sasa vyakula au virutubisho ambavyo vinaleta kinga nzuri ya mwili ni vitamini na madini. Sasa kuna vitamini tu vinapotea katika hali ya jua au kwenye jua tu kama vitamin C. Na fast food inatengenezwa kwa joto kubwa, linapikwa kwa joto kubwa. Kwa hiyo tunapoteza vitamini, tunapoteza na madini katika vyakula hivyo. Tunapokosa madini, tunapokosa vitamini, kinga yetu ya mwili inakuwa ndogo. Tumeshaona madhara haya. Sasa ushauri mzuri ni upi? Ni kutokutumia kwa wingi hivi vyakula au fast food. Ninaweza nikasema tusitumie kabisa, lakini jamii inaweza kasema kwa nini unatukatalia sasa hivi? Mimi ningependekeza professional zaidi, ningesema tuache matumizi ya fast food. Turudi kwenye ile vyakula vya asili kutokana na makundi 6 ya vyakula kwa jinsi mwongozo wa lishe ulivyo hapa barani. Tuna makundi 6 ya vyakula. Tule vile vyakula vya asili, tupunguze vyakula nafaka ambazo zimekobolewa au zimerahisishwa. Na pia tuongeze kula makapimlo katika mlo wetu ili tuweze kuweka matumbo yetu vizuri na kuwalisha wale wadudu wanaotusaidia katika mmeng'enyo vizuri, ili tupate choo vizuri, tuondoe gesi tumboni. Kwa hiyo tupunguze ulaji wa hivi vyakula vya fast food.